You are watching Lumala Hope TV. Mimi ninaitwa Justinian, ni mtaalamu wa saikolojia na afya ya akili. Bwana, leo natamani tujifunze kitu kidogo ili uone namna ambavyo maisha ya mwanadamu yanapofanya kazi. Lakini kusudio ni kwamba tuje tujifunze kwa nini vifo ama mauaji, kwa nini watu leo wanajiua? Kwa nini vifo vya kujitoa muhanga, watu kufa vinaongezeka, tunaita suicide? Kwa nini? Lakini kwa nini ukatili wa kuua au ukatili nyingine zozote? Lakini leo nataka tushughulike sana na eneo hili la kujiua ama kuua mtu mwingine. Sasa mtazamaji, naomba nianze kwanza angalau nikupatie utambulisho kidogo tu kwa kifupi, uelewe namna mwanadamu alivyoumbwa. Mwanadamu bwana, ni kwa asili yake ana muundo. La kwanza, mwanadamu ana mwili kama mwanadamu tunaoonana mimi na wewe, unaweza kutazama hivi, huu ni mwili. Lakini la pili, mwanadamu ana kitu kinaitwa nafsi. Yes, ana kitu kinaitwa nafsi, na hiki na chenyewe kina vipengele vyake tutakuja kuona. Lakini tatu, mwanadamu ana roho. Yes, ana roho pia, ambayo sasa hizi composition tatu, hivi vitu vitatu vinasaidia. Nielewe vizuri mtazamaji, simaanishi kwamba hivi vitu vinafanya kazi kwa utofauti, maana kumekuwepo na uelewa kadha wa kadha na mkanganyiko wa kulielewa hili jambo. Huyu ni mwanadamu yule yule, ila tunapotaka kumfafanua na kumfundisha ni lazima tupate sehemu zake. Ili unapofundisha, kwa mfano, tuna watu, kuna madaktari wa wanadamu, daktari wa binadamu. Hawa wamebobea sana katika eneo la mwili, wanashughulika vizuri sana. Hawa ni wataalamu wa mwili. Ukienda watakwambia, bwana, ili liko hivi na hivi, ili liko hivi na hivi kwa sababu hiyo. Lakini tuna watu wana saikolojia hawa, ambao wao wamebobea sana katika eneo la nafsi. Watakueleza namna inavyofanya kazi, inakuwa kuaje. Hawa wanafanana sana na wataalamu wa teolojia. Wataalamu wa teolojia wao ni kundi hili ambalo linajikita sana kutueleza mambo kiroho. Watakueleza kwamba jamani, Mungu hapendi, roho anafanya hivi na hivi. Watakupa ufafanuzi wa kina kwa kweli, na unagundua kwamba hawa watu wamebebea katika ile eneo. Sasa kwa kuwa tunauelewa mwili, nafsi ni nini na roho ni nini, naomba mtazamaji nianze kwa kuelewesha na habari ya nafsi. Bwana, nafsi ina vipengele vitatu. Nafsi ina eneo la maamuzi. Nafsi ndiyo inayobeba akili yako. Nafsi ndiyo inayobeba hisia. Kwa hiyo inaundwa na vitu vitatu. La kwanza ndiyo inayobeba eneo la akili. Kwa tunapozungumza kwamba bwana, akili imefanya hivi, nimewaza hivi na hivi. Kwa hiyo fikra, kuunda wazo, mtazamo, kuzalisha mawazo, kote kunatokea katika eneo la nafsi. Lakini ya pili ni eneo la maamuzi. Huku ndiko maamuzi yanakofanyika. Unataka kufanya jambo fulani, yani uchaguzi na maamuzi vyote vinapatikana katika eneo moja. Lakini jambo la tatu ni jambo la hisia. Sasa angalia, unapoona mambo yamevurugika na yanaleta shida na watu wanafikia kufanya maamuzi mabaya, eneo linalokuwa limeathirika zaidi ni eneo la nafsi. Ukumbuke, tunaishi kama tunavyowaza. Yaani unavyowaza, mwonekano wako, maisha yako jinsi yalivyo ni namna ambavyo unawaza. Lakini la pili, ukishawaza ni namna ambavyo unaamua. Kwa hiyo vile unavyoamua ndio tunaona matokeo kwenye maisha yako. Lakini la tatu ni namna unavyohisi. Kwa hisia zako ndizo zinazotengeneza muonekano, zinazokutafsiri wewe.
hatuwezi kuwa na tafsiri zaidi, lazima tukutafsiri katika mambo haya matatu. Kwa mfano, umeanza kutenda jambo fulani, wazo linakuja kwamba leo kuna jambo fulani natamani nilitende. Labda ninatamani kwenda mjini kununua kitu fulani. Hilo wazo limetengenezwa tayari, wala haliendi popote. Lakini ili uchukue hatua za kusema kwamba nataka niende mjini kwa sababu nimeshawaza nikanunue kitu fulani, ni lazima uamuzi ufanyike. Na uamuzi ukishafanyika, hauwezi kufanyiwa kazi, ni mpaka hisia zikubali. Ngoja nikuulize mtazamaji, haijawahi kutokea ukapanga kufanya jambo fulani kwamba nitalifanya, lakini baadaye ukahisi kama mwili ni mzito? Wengi lugha nyepesi ile ya kwetu mtaani watu nasema nilisikia moyo wangu ni mzito. Leo nilipanga kwenda mjini kununua jambo fulani na nilishapanga kwenye ratiba yangu. Kwanza, wazo lilinijia kwamba nitafanya jambo fulani. 2, kilichofuata ilikuwa ni maamuzi, nikatiki kwamba leo ni lazima niende wapi? Mjini kununua jambo fulani. Lakini 3, zile hisia ambazo ndizo zinazouongoza mwili sasa kukubaliana na uamuzi ulioufanya na wazo ulioanzisha. Hivi vyote vinakubaliana kwa pamoja. Sasa vikisha kubaliana, ndipo unapoona kwamba leo nilienda mjini, nilikuwa na mpango wa kununua kifaa fulani na nimefika, nimerudi. Sasa nisikilize vizuri mtazamaji. Hivi vitu vikipishana, vikawa haviwezi kufanya kazi kwa uzuri na kwa pamoja, kuna matokeo mabaya tunaanza kuyashuhudia kwenye maisha. Kwa mfano, kuna mtu ambaye alikuwa kwenye mahusiano muda mrefu, anampenda mpenzi wake au mwenza wake, na nizungumzie sana ili alitokea sana kwa wanandoa. Tunashuhudia sana hili likitokea sana kwa uchumba. Mtu anasema nilikuwa na mchumba wangu, unasikia tukio limetokea, tukio la ukatili, amemuua alikuwa mchumba wake, au kajiua. Kwa sababu gani? Kwa sababu amegundua mchumba wake sio mwaminifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu amegundua kwamba mchumba wake amemwacha ghafla. Kwa nini? Kwa sababu kwa siri kati ya hivi vitatu nilivyokutajia, moja ya eneo ambalo linapaswa kutawala ili wili ni eneo la akili. Sasa katika eneo hili la akili, ambapo wazo likisha kuja, wazo halina kosa lolote, wazo liko vizuri, linategemea uamuzi utakaofanyika na baadaye hisia zinahitimisha. Sasa haya maeneo mawili ni lazima yawe na uwezo mkubwa wa kushughulika na hisia, wa kunyamazisha hisia. Haya maeneo yakitawaliwa na hisia, ndo tunakuja kupata matokeo mabaya. Mfano, mwenza wako amekudanganya au amekosa uaminifu, au mchumba amekuacha. Hisia zinakuja za maumivu makali. Sasa nimekuambia eneo la pili ni eneo la maamuzi au uchaguzi. Uchaguzi au maamuzi. Nikishapokea zile taarifa, ubongo ukapokea zile taarifa kwenye nafsi kwamba mchumba wangu ameniacha. Nimepokea message ananiambia kuanzia leo mimi na wewe tusijuane kabisa. Nikishazipokea hizi taarifa, huwa zinakimbilia kwenye eneo la akili. Umezipokeaje? Nikishazipokea hizo signal, zikishaletwa kwamba umeachwa, zikishaachilia kwenye umeachwa, zinaenda kwenye nifanye nini. Sasa kwenye eneo lifanye nini linategemea sana hisia. Kwa kama itasema huwezi kuwa na uwezo wa kuishi tena, huwezi kuishi bila huyo, haya maamuzi yaliyofanyika utayavumilia kabisa. Kwa hiyo hisia zinasema hivi, njia pekee na namna bora hapa, yani uchukue dawa au uchukue kitanzi
ujinyonge ili maisha yako yaishie hapo. Sasa akili inasubiriwa kuja kucomment. Kuna akili inakuja inasema, hapana, mbona unaweza ukapata mtu mwingine, mbona amekuacha, labda imekuwa ghafla, hata hujaelewa, labda na shida nyingine. Hiyo ni akili sasa inayoweza kutuliza dhoruba, kwamba usiende huko, usifikie katika huo uamuzi. Lakini hisia zinasema hivi, wale marafiki uliokuwa umewatambulisha ule mchumba watakuonaje? Na vile ulipokuwa unawaringia watakuonaje? Lakini ulishampeleka nyumbani, zile nyakati nzuri, moment nzuri ambazo mlikuwa mkizipitia na huyu mchumba wako, itakuwaje? Lakini zile ahadi zote, tazamani, kuna siku ambayo tutakuja kuzungumza kwa kina namna unaweza kutengeneza maagano na nafsi na kuondokana nayo. Sasa hiyo ni mada kwa wakati mwingine, ninakudokeza tu. Sasa yote haya yakija yakatengeneza pressure kubwa kwenye eneo la maamuzi, inajikuta akili inanyamazishwa. Akili ikisha nyamazishwa, kinachotokea ni hiki, ni eneo la maamuzi na hisia vinabaki vikiwa viwili, vyenyewe vinasubiri. Sasa kwa sababu na hisia zina nguvu, limekandamiza eneo la maamuzi, kwa hiyo maamuzi yanayotoka yanakuwa ni ya kihisia. Kwa hiyo ninafanya maamuzi kulingana na pressure na msukumo wa nje, bila kujali chochote, bila kujali matokeo, lakini nasema okay, njia pekee ya mimi kuikwepa hii aibu, njia pekee ya mimi kuonekana na haya madhira, njia pekee ya kumwona huyu mwanamke na mwanaume mwingine, mambo mawili: moja, nijiue au nimuue. Manake hapo eneo lililoshughulika ni eneo la hisia, likishinikiza eneo la uchaguzi na maamuzi lifanye kazi, na eneo la akili lisifanye kazi. Najua huo ni utangulizi, nakuletea sehemu nyingine kwa wakati mwingine. Tutakuja kuanzia hapo ili uweze kuelewa, na tutajifunza na hatua za namna, dalili unaweza ukazionaje kwamba huyu mtu yuko kwenye hatari ya kufanya maamuzi mabaya. Tutajifunza hizo dalili, lakini mtazamaji wangu, pia tutajifunza namna ya kukabiliana. Je, ninapokuwa kwenye mkandamizo mkali wa kufanya uamuzi mbaya, nifanye nini? Bwana akubariki sana. Karibu tena kwa wakati mwingine. You are watching Lumala Hope TV. There is hope in Jesus Christ.